Kwa kweli nilikuwa nategemea uh, wazi zaidi kutoka upande wa waandishi wa habari wa serikali au hata tamko la serikali, kwa sababu kama tulivyoona kwenye picha na mimi nimeona tu kwenye picha, na mimi naomba niseme kabisa kwamba sio msemaji wa TEC, lakini najaribu kutafsiri mambo yaliyotokea. Nasema nilitegemea tamko lingelitoka lenye sura inayotoa matumaini zaidi, kwa sababu sina hakika kama wote mmeweza kutambua uzito uliokuweko kwa upande wa TEC. Kwa kuangalia tu picha ya waliokuwepo, ukimwacha kardinali ambaye alikuwepo not necessarily kwa kofia yake ya kardinali, nadhani waliokuwepo ni pamoja na maaskofu wakuu wa kanda. Wote waliokuwepo ni maaskofu wakuu wa kanda, ambaye kardinali pia ni askofu mkuu wa kanda yake. Yeye ni askofu mkuu wa jimbo la Tabora. Sasa kwa uzito huo, nashangaa kwamba hapakuwa na tamko la kiserikali ambalo limetoka katika sura ambayo ingeweza kutuambia nini kimeendelea. Hiyo imenistua, na kama Aunty Francisca alivyosoma, tumesikia kauli za watu mbalimbali moja wakijaribu kutafsiri kilichotokea, lakini hakuna tamko rasmi baada ya kikao hicho, na hakuna hata kauli rasmi iliyotoka kwa rais. Mimi sijasikia. Sasa sina hakika kama mwandishi wa rais, kama siku zote anavyofanya wakati wa mkutano, kama basi haidhuru hata kama hawakuwepo kwenye kikao chenyewe, lakini nilitegemea kwamba kuna picha zitakuwa zimepigwa za sura fulani kuonyesha uzito, kwa sababu unapozungumza na viongozi wa TEC wanaowakilisha kanda, maanake maaskofu wakuu, nilitegemea kwamba kuna coverage ambayo ni nzito zaidi kuliko ilivyo. Hao wote ni kama kila mmoja anabahatisha kadiri ya tafsiri yake nini kimezungumziwa na kadhalika, kama ambavyo na mimi hapa najaribu kubahatisha hivyo hivyo, lakini nilitegemea kwamba kungekuwa na kikao ambacho ni formal zaidi. Nilitegemea kwamba kuna response ambayo ni formal zaidi kwa upande wa serikali, lakini sikuisikia. Hilo la kwanza. La pili ambalo sasa mimi kwa kunusanusa kwangu sijapata taarifa rasmi kwa sababu mimi si kiongozi ndani ya TEC, lakini kwa kunusanusa mimi nimesikia maaskofu wamerudia tena kwa mara nyingine kwamba hakutatulia nchi hii kama serikali haitatoka hadharani na kukawa na mazungumzo ya dhahiri na ya wazi kuhusiana na tarehe 29 Oktoba. Sasa TEC imeshasema haya waziwazi kule nyuma kwamba hatuwezi kujidanganya tukajifanya kwamba hakuna kilichotokea. Hatuwezi kujidanganya kwamba hakuna kilichotokea wakati watu wamekufa.
na ni jambo la kusikitisha ambalo na sisi wengine tumeshalisema siku zote kwamba huwezi kuleta maridhiano ukajadiliana kama nchi mkajadiliana kisiasa, mkaache kujadiliana juu ya hatima ya vijana, hata hao tu ambao serikali inakiri, kwa maana ya wale wa Jaji Chande 518 na wale wengine ambao wamesema kwamba walipotea karibu 2000 na ngapi, hawajajulikana mpaka leo. Sasa mimi nilitegemea hicho kingetokea, kingetokea kwa sababu katika sura iliyopo ni vigumu sana kuridhiana, kujadiliana, kufanya chochote wakati kuna watu wamekufa. Tuna deal na mazingira ya Kiafrika, na sio mazingira ya Kiafrika tu, hata ingekuwa wapi. Mimi nakumbuka miaka michache iliyopita Papa alipaswa kuitwa na kuomba msamaha. Kwa wale ambao labda hamfahamu, Papa mwenyewe aliitwa Canada kwa yale matukio yaliyosababishwa na kanisa wakati ule, miaka karibu 700 iliyopita, kwa jinsi kanisa lilivyowatendea wale wanaoitwa First Nations. First Nations za Canada. First Nations za Canada ni yale makabila ya asili ya kawaida ya watu ambao kwa lugha za kawaida huwa tunawaita Wahindi wekundu. Lakini kama mtakumbuka, walimuita mpaka Papa aende kuomba msamaha, na Papa alienda akaomba msamaha kweli katika ziara yake ya mwisho. Ndio ziara hiyo, hapakuwa na ziara nyingine tena, nadhani kama miaka 4 iliyopita kama sikosei. Sasa sisi kama tunazungumzia vifo vya Watanzania, alafu tunachenga chenga, tunakwepa kwepa, lakini watu wamekufa. Na katika nusa yangu najua kwamba maaskofu wamegusia, kwa sababu nimejaribu kudodosa na ningewashangaa maaskofu wangu kama wasingeligusia swala la mauaji ya vijana wetu. Ningewashangaa kabisa maaskofu wetu kama wataendelea kuongea kama wenzetu wanavyoongea biashara, madini, wataongea mikopo, wataongea reli, wataongea nini, wataongea mambo ya maendeleo bila kugusia masuala ya msingi, kwa sababu kanisa hapa duniani ndio mwakilishi wa Mungu. Viongozi wa dini wote ni wakilishi wa Mungu, kila mmoja kwa namna yao. Lakini mimi kwa sababu nalijua kanisa Katoliki kwa karne na karne, najua nikizungumza kwamba ninashangaa kwa kanisa Katoliki kama hawatazungumza. Lakini ndio maana nilipo nusa nimesikia kwamba wamezungumzia swala la uhai yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Hilo nimelisikia. Sasa lakini nilitegemea kwamba kwa sababu maaskofu hawezi kwenda na waandishi wa habari wanapokwenda Ikulu mpaka waruhusiwe, nilitegemea Ikulu ingetoa sasa tamko rasmi ili tujue wanapoongea na watu ambao hawafanyi biashara ya kawaida, wazungumzi tu mambo ya kawaida, wanazungumza mambo ya uhai wa binadamu. Nilitegemea hapa sasa labda ingetoka tamko zito zaidi ambalo wamelikaa, wamejadiliana na wamefikia mwafaka gani. Najua nimesikia maaskofu wakisisitiza suala la kwamba haki wajibikaji ndio msingi wa maridhiano, lakini sioni popote ikizungumzwa hivyo. Na labda saa nyingine tunasukumwa sasa hivi zaidi na nchi kama Commonwealth
ambayo ilishaweka deadline ya nini kifanyike ndani ya muda fulani, lakini sisi ndani tukizungumza, serikali ikizungumza na watu ambao wanawakilisha mamilioni ya watu, sababu TEC inawakilisha mamilioni ya watu. TEC inawakilisha mamilioni ya watu. Sasa huwezi kukwepa ukajadiliana ajenda za watu kwa sababu yoyote ile, alafu mkamalizana tu kwamba maaskofu na serikali wamejadiliana. Wengine wanaenda kwamba ni jambo jema. Jambo jema linatakiwa kuleta manufaa kwa taifa. Jambo jema haliwezi kutokea, na nadhani hata maaskofu wetu wanapaswa at some stage, wao kama serikali haikuleta, wao watoke hadharani, wao watoke hadharani. Sisi Watanzania tunataka kujua maaskofu wetu katika suala la vijana wetu kuuliwa wamesimama wapi, wako upande gani? Hili la vijana wetu linafunikwa, litaendelea kufunikwa mpaka lini? Mimi nadhani Wakristo lazima na sisi tupige kelele kwamba tusingetegemea na hatutategemea kama maaskofu wetu watakwenda kufanya vikao vya siri vya kunywa chai Ikulu, alafu wakajadiliana kimya kimya bila sisi kutujulisha nini hatima ya vijana wetu. Japo najua kwamba kuna mazungumzo, kwa nzi wangu pia alivyoniripotia, nzi wangu wananiambia kwamba maaskofu wameshikilia msimamo wao kwamba bila kuzungumzia tarehe 29 Oktoba hakuna majadiliano na maridhiano yanayowezekana. Nimeisikia, lakini ningetegemea sasa iwe agenda na kama hawataisema Kanisa Katoliki, ambao nadhani wote tunakubaliana kwamba ndio dhehebu kubwa kwa idadi ya waumini, lakini hata kwa structure zake iko kila mahali, kila aliko askofu wa Kanisa Katoliki anasimamia maelfu ya watu. Sasa hilo linakuwa, mimi naona kuna sura bado ya kukwepana, kama ambavyo tumemwona spika wa bunge ameenda mpaka TEC, lakini hakuna tamko lililotolewa. Sasa haya mambo ya kitaifa yasipowekwa hadharani, nadhani tutachanganyikiwa wote, na hicho tunachokitafuta hatimaye hakitapatikana. Lakini la mwisho ambalo nafikiri ni muhimu pia likawekwa hadharani, mimi nadhani maaskofu waliomba wao, hawakuombwa na serikali. Inzi wangu wananiambia maaskofu ndio walioomba. Hiyo mkutano haukuombwa na serikali, haukuombwa na rais. Sasa kama rais alikuwa na nia ya kuwaweka watu pamoja, of course tegemeo langu lilikuwa kwamba yeye ndiye angewaweka viongozi wake wa madhehebu ya dini pamoja, lakini kwa sura tuliyoiona pale Zanzibar ya serikali kujadiliana Zanzibar na chama kimoja kikuu, alafu wamekaribia kufikia mwafaka, nadhani kuna mtego wa kutugawa kwa upande wa bara. Nadhani kuna mtego wa kutugawa kwa upande wa bara. Sasa tutaendelea kuangalia, tutaendelea kupima, lakini ubaguzi haukubaliki popote. Ndio maana toka mwanzo mimi nimesema kama kwa Zanzibar vile vyama tunavyoita vyama vya mfukoni vimeshirikishwa, havikushirikishwa, lakini kwa bara vile vyama vinashirikishwa, lazima tupate tafsiri sahihi ya hiyo maana yake nini. Zanzibar vyama vya mfukoni, na naposema vyama vya mfukoni vinajulikana, hilo sio jambo geni, tumelisema kila wakati, tunavijua katika matukio mbalimbali. Kila baada ya uchaguzi wao ndio kwanza itoka na kusema uchaguzi ulikuwa mzuri sana. Hata 2025 wamesema hivi hivyo. Sasa Zanzibar hawakushirikishwa. Leo kwa upande wa bara
tunataka kuwashirikisha na wao wako mstari wa mbele washiriki. Mimi nadhani hili lazima tusimame, na Watanzania lazima tusimame kidete. Kama kuna maridhiano, tufanye maridhiano basi na wale watu ambao wako serious. Hivi mtu ana hata mwenyekiti wa kitongoji mmoja, unaridhiana naye nini? Ana mwenyekiti wa kitongoji mmoja tu kati ya vile vyama vyote, nadhani ni moja 25 wamepata mwenyekiti wa kitongoji, nadhani ni moja tu. Sasa hivi mnajadiliana nini? Mwenyekiti wa kitongoji mmoja. Kwa hiyo mimi nadhani rais hapaswi kuonyesha ubaguzi. Kama kwa Zanzibar kuna hatua zimechukuliwa za aina fulani katika siasa, nadhani hatua hiyo hiyo inapaswa kuchukuliwa kama kweli rais ana dhamira ya kupata amani katika nchi. Kama hana dhamira ya kupata amani ni swala lingine, lakini kama ana dhamira ya kupata nchi yenye amani, mimi nafikiri rais lazima atoke hadharani, achukue hatua kama alizochukua Zanzibar. Mikutano ifanyike kama ambavyo Zanzibar mikutano hiyo imepangwa, na watu serious wakae chini, wajadiliane. Lakini silioni hilo likifanyika, ndio maana nasikitikia taifa langu. Mimi niishie tu hapo kwa hatua ya sasa, lakini yako mengine ambayo nimepata kwa njia zangu, lakini naomba nisiyaongee sasa, kwa sababu waliokuwa wamekutana na rais ni chombo ambacho kina structure yake, kina utaratibu wake, kina mamlaka zake, na sisi wengine ni watu wa kunusa tu. Sasa unaponusa, embo sisi tusiwe forefront, tuwasubiri wao wenyewe, kwa sababu mimi naamini pia hakuna taarifa za siri. Taarifa zitatoka tu wakati fulani ukifika. Ukweli huwa unakataa, una tabia ya kutofungiwa ndani ya magunia. Ukweli haufungiwi ndani ya magunia. Kwa hiyo kama ni hivyo, na hakika tutafika mahali tutapata ukweli. Asante sana. Asante sana Dokta kwa mchango wako. Nilikuwa nimemwona Miko hapo chini, nimekamtumia invite. Anko Miko, karibu. Nafikiri context yako pia ingekuwa nzuri based on report tuliosoma kwenye gazeti kwamba LHRC walitoa tamko. So Anko Miko, if you can come up kama una nafasi tutakushukuru. Yusufu nimekuona na Godman. Karibuni wakati tunamsubiri Miko kama ana nafasi. Asante Dafundi. Mimi nilikuwa Okay. bon, okay. Nilikuwa na maswali mawili matatu. La kwanza ni most of the time tukionaga kuna high level mikutano between rais na watu wengine, baada ya mkutano huwa wanahabari wanakuwepo kuhoji like what went on, mkutano ulikuwa mnaongelea nini na vitu vinginevyo. Huo utamaduni ni kwamba huwa unachagua ni nani amekutana naye, ama what are the formalities, and will it be good kwa sababu inakuwa ni summary ikiwa very fresh wanapotoka kwenye mkutano, ili kuweza kuwapa updates wananchi. Hiyo ya kwanza. Ya pili ni kusikia Dr. Slaa, I think umeiweka vizuri kabisa kwamba umeweka the possibility ya hiyo minong'ono ulioisikia, lakini pia kuwaweka viongozi wetu in check, kwamba hujawa praise moja kwa moja, lakini umesema kwamba na wenyewe wao wazi na waweke vitu wazi, kwa sababu kama tunavyosema mkutano ulikuwa between serikali na viongozi wa dini. Serikali tumuona Msigwa akatoa pager kuelezea mkutano na kwenye hiyo, basi angalau tunge expect upande wa pili waweze kutugia dondoo, sio hizi za minong'ono na kusikia, la hasha, but state nini na nini kilichokubaliwa. Kwa hiyo nadhani nakubaliana na wewe kwamba we need to keep them in check, and also we need to keep them accountable, kwa sababu wameenda huko na wanasema ni wawakilishi, basi watugie sisi tuliowakilishwa hizo taarifa zilizoenda kuwakilishwa huko.
Lakini ya tatu ni part ambayo nilikuwa nataka ni more of a question. Tunajua katibu mkuu walimpiga na manusura wamuue. And yet wenyewe wameenda kuomba kuonana na rais without ile nini wanahitaji yale matatizo kupatiwa ufumbuzi. Was it a right move? Au if it is a right move kama inavyokuwa praised, kwa nini kwenye upande wa siasa na yenyewe tusifanye the same? Is it another avenue ambayo tunaweza tuka explore kwenye hii, though tunajua kwamba maridhiano halisi kama nilivyosema ni kwamba yule mtu ambaye amekudidimiza huwezi kuridhiana naye mkapata na true na reconciliation, but is it another avenue that we can use katika hili? Asante. Asante sana fundi, kama dokta atakuja tunajua. Hakuna okay, maybe baada ya kuuliza nyie inabidi ni scan mwenyewe hizi social media tuangalie Ikulu mawasiliano kama wametoa. Kuna simu ilikuwa inaingia, pole, endelea tu. So kuna press release ambayo ilitoka siku mbili zilizopita na Ikulu mawasiliano wenyewe. So najaribu kuangalia na zile picha, of course najaribu kuangalia kwamba inategemewa tech pia watoe tamko ama kuna urakini kwenye ambacho kimesemwa na Ikulu mawasiliano. I could have missed part of the contributions hapo nyuma, lakini nimekuja wakati Dr. Slaa anaongea. Kama mnaweza mkasaidia kuqualify hapo. Ikulu mawasiliano wametoa, lakini iko very vague, yani iko very general, very general. Tofauti na statement nyingine ambazo huwa wanazitoa, kwa mfano walipotoa ya Ngapi? 88 Angalia kwenye ile page ile nini ya sijui euro 300 sijui dola 300, angalia wametoa page ngapi? sasa ile ilikuwa ni ya kitaifa maadhimisho ukilinganisha labda ngoja nikupe mfano kunapokuwa na gari, kwa mfano anapokutana na watu wageni wengine, sio kama ina make sense. Okay, sawa, mimi sitetei, lakini nafikiri labda kuna kiu na ni kiu ambacho ni valid cha pale ambapo watu wamepata fursa, na kama anavyosema Dr. Slaa wameomba fursa ya kwenda kuonana na mkuu wa nchi, head of state, na wenyewe pia courtesy calls watoe statement yao, yani either you issue a joint statement, mnatoa tamko la pamoja, ama mnafanya kazi ndani wenyewe kati ya watu wawili ambao mlikuwa mmekutana, watu wenu wa mawasiliano kwa umma wanafanya kazi kwa pamoja, halafu wakisha kubaliana kwamba hiki ndicho ambacho kinabidi kiwe release, then kila mtu anatoa kwa channel zake. Kwa utakuta labda Vatican News ingepublish na Ikulu mawasiliano wangepublish. Kwa hiyo uzuri ni kwamba maaskofu zetu wametufundisha kuwa hold account, yani hawa wanataka waumini na watu wengine tuwe watu wa kuhoji, tusiwe watu wa kuwaruhusu watu wengine wafanye vile tu. So inatupa nafasi ya sisi pia kuhoji bila kuwa na hofu kwamba labda sijui padri wangu, sijui paroko wa parokia wangu, ama sijui askofu wa jimbo langu atanifikiriaje au atasema nini juu yangu. Huo wasiwasi haupo kabisa. Kwa hiyo tungefurahi kama kungekuwa na tamko kutoka kwa tech pia, kwa sababu lingeondoa hata hizi sintafahamu. Ukienda kusoma ile statement inaangalia zaidi kuhusu uhusiano wa kanisa na serikali na maendeleo yao, lakini
kwenye reports ambazo zimetolewa pia kuna sehemu ambazo zinasema kwamba ngoja nisome ili nisije nikakosea. Inasema discussions further highlighted the important role played by religious dominations and their leaders in nurturing a society founded on good morals, accountability, and solidarity as part of their contribution to the country's welfare and sustainable development. Sasa pengine Watanzania wengi walikuwa wanategemea kwamba kama kutakuwa na kikao cha uzito huu kwa mara ya kwanza, pengine kingegusia yale yaliyotokea Oktoba 29 na siku ambazo zilikuwa zimefuata. Of course kanisa Katoliki lilifanya au at least baraza la maaskofu TEC lilifanya contemplation na maombi ya karibu siku 4 kama sijakosea, na baada ya maombi hayo na tafakari hiyo wakatoa statement yao ambayo strongly condemn violence. Na ikaonekana labda ilikuwa kali sana, na of course kumekuwa na matamko mengine baada ya hapo. Sasa the first meeting baada ya hapo, labda Watanzania walitegemea kwamba uhusiano sijui maendeleo kati ya kanisa na serikali yangewekwa pembeni na ajenda kubwa ingekuwa ni hiyo baada ya lile tamko. Kwa hiyo kunapotokea kwamba inaonekana mambo ya amani na nini is just by the way, kidogo inaonekana either huo mkutano ulikuwa una maana ama statement iliyotoka ni statement ya upande mmoja, na pengine hata labda ni aina ya mawasiliano. Kama TEC hawajatoa statement, labda maafisa habari walishindwa kukubaliana nini kiandikwe, ama kilichoandikwa na TEC hakikubaliwa na pande zote kwa ajili ya kutoka. I'm thinking out loud na nisongee sana kwa nisimame hapa sababu kwenye kelele pia. Asante Mbongo kwa mchango wako. Mimi from my side, why I want to hear from Tech is simply because I think President has shown kwamba matamko mengine ya upande wa pili watu haturidhiki nayo, and mengine yanakuwa saa ingine kuna from the other side kuna hizi swala la ufafanuzi, so people have basically wamepunguza uaminifu kwenye, wamepunguza kuamini matamko haya yanayotolewa. That's why people want to see the other side to get a balanced view of what was actually spoken. That would be my take. I don't know. Lakini kuna Panyar ambaye hajaongea, alafu utamaliza na Dr. Slaa kwa uchache. Panyar, karibu. Asante. Mimi nitagusia kidogo sehemu ambayo aligusia Dr. Slaa hapo kwenye masuala ya ubaguzi. Kwenye huu mkutano uliotokea jana, kuna clip ilikuwa inazunguka kuhusu rais akisema kwamba hakuna mtu sijui aliyefanywa nini sijui na nini, na uchaguzi unatakiwa iwe hivyo na kuwapokeza watu wa Zanzibar. This is discrimination. Hakuna tofauti kati ya watu wa Zanzibar au watu wa sehemu nyingine yote ya Tanzania, wote ni wa Tanzania. Na uchaguzi uliotokea Zanzibar na uchaguzi uliotokea sehemu nyingine ya Tanzania ni uchaguzi ule ule. Kwa hiyo doa likitokea sehemu moja, doa limetokea kote. Huwezi kusema kama kweli ni watu wa moja, kama kweli sisi ni familia moja, huwezi kusema kwamba msiba wa mwenzangu sio msiba wangu. Huwezi kusema kwamba janga la mwenzangu sio janga langu. This is discrimination. Let's call it for what it is. Uchaguzi ulikuwa na matatizo. The uchaguzi was flawed. Na hii sio kauli yangu mimi, ni kauli ya SADC. Walikuja walileta observer, wamesema uchaguzi was flawed. Walikuja watu from the African Union walisema uchaguzi was flawed. Wamekuja taasisi mbalimbali wanaangalia masuala ya haki za binadamu, wamesema uchaguzi was flawed. Na kuonyesha uchaguzi was flawed, wenyewe sisi ndani ya nchi tumeunda tume ya Jaji Chande inasema kula matatizo yametokana na hapo. Hata kama tukubaliani na uchaguzi na matokeo ya uchaguzi,
kile kitu tu cha kuunda hiyo tume ya Jaji Chande, inaonekana kulikuwa kuna uchaguzi wa matatizo. Inakuwaje tena leo mtu anatuambia kwamba uchaguzi ulikwenda vizuri? Unless of course watu wa sehemu nyingine do not count. Kuna watu wa daraja la kwanza ambao iko obviously kwa mtazamo wa Tanzania wa rais ni watu wa Zanzibar, so there everything is fine, and as long as everything is fine kule, huku kwingine huku kitakachotokea na liwe. We have to be honest, tuseme ukweli ni ukweli, this is discrimination. Halafu ile kauli ya jana inaonekana hakuna nia njema kwenye masuala ya reconciliation, kwa sababu kama ni kitu kimoja na kumetokea matatizo upande mmoja, na tunajua wote hapa tumediscuss mara nyingi, kwa hiyo sina sababu ya kurudia hayo ambayo tumeyazungumza kuhusu yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi na yanaendelea kutokea. Kwenye mtu mwenye msimamo kama huo utareconcile naye vipi? Hayo maridhiano utaridhiana naye kivipi? Kwa sababu yeye haoni kama amefanya kitu chochote ambacho kina matatizo. Hakuna good faith. Huwezi ukareconcile na mtu ambaye anajiona hana makosa. You can't. It's impossible. Kwa kutumia methali aliyetumia Obama, ndio namalizia hapa jamani. Huwezi ukashika mkono na mtu ambaye mkono wake ni ameukunja ngumi hivi. Huwezi ukashika huo mkono. Lazima afungue mkono ndio utaweza kushika mkono. Nimemaliza ndugu zangu, nawashukuru na nawapongeza. Changie tu kidogo kwenye hili swala la ambalo wenzangu pia wamelizungumzia, na mimi naamini teki watatoa statement, labda inaweza isiwe kwa karibu tunavyofikiri, lakini labda unajua mara nyingi teki huwa wanatoaga statement kunapokuwa kumetokea labda mkutano wa baraza la maaskofu, wanapokuwa wametoa maamuzi mara nyingi wanatoaga, lakini kwa hili ambalo limetokea probably wakatoa tamko, kwa sababu unajua ni kwa nini watu wengi wanatamani teki watoe statement. Ni kwa sababu teki wameonekana siku zote wamesimama upande wa haki, ndio sababu watu wengi they wish tech to produce a certain statement regarding this discussion. Lakini pia kuna vitu ambavyo unaviangalia kwa haraka haraka kama alivyosema Panyari. Unajua unapoona mtu ametoka kwenye mazungumzo na taasisi kubwa namna ile, alafu over the sudden yale maneno yalizungumzwa kule Zanzibar, unaona kama labda is there a good will? Je, kuna jambo lolote la maana lilizungumzwa pale au ilikuwa ni nini? Yani unaona kama either kuna vitu labda vilionekana ni vigumu kwenye kile kikao, ndio sababu kuna hizo panicking na nini na something like that. Lakini to me what I can see, teki inajua, kwa sababu ni taasisi ambayo inakusanisha jamii kubwa ya watu, itatoa statement, lakini pia naona pia bado we have a long way to go, kwa sababu ukiona hata mfano ile kesi kule mahakamani jinsi wanavyoendelea kuing'ang'ania kwa kitu ambacho yani unaona wanambwela tu, lakini uone kama kuna ile intention to heal the nation. Kwa hiyo for me naungana na watu wote na tuendelee kuombea Mungu nchi yetu, na big things are coming. Okay, nadhani nitokea bahati mbaya, ila kwa kuongeza tu again kwenye masuala haya ya maridhiano sio kati ya watu wa taasisi fulani na watu wa taasisi fulani. Kama ukitaka kuwa na maridhiano ya kweli, maridhiano it is the whole state. Watu walioumia, they don't belong to a political party, they don't belong to a religious organization. Ni Tanzania. It is Tanzania iliyokuwa injured. Ni Tanzania ndio iliyokuwa imeumia. Kwa maana hiyo, ili kusudi kuwa na maridhiano, it is the whole country. There must be a system ya kuengage proper discussion kama ilitokea South Africa na sehemu nyingine. They've been through it. Kwa kama tukitaka kujifunza, sio lazima tu cut and paste kila kitu tunachofanya wenzetu, lakini kuna certain principles lazima tujifunze. This will not be maridhiano between political parties kama kweli tunataka tuondoke hapa tulipo, na hayatakuwa maridhiano kati ya taasisi moja na taasisi nyingine. It is the nation that needs to be here. Kwa hapa itahitaji a lot of leadership, itahitajika a lot of wisdom na kujifunza, na itahitajika vile vile a lot of humility, kitu ambacho I don't see it. I do not see this humility, I don't see the leadership that is required here. Tunaongopeana kusema kweli kwamba with the current leadership iliyokuwepo hapa, kwa attitude hii ambayo tunaiona na kwa huyu mchezo wa kukatakata kona
kwa ile tunatumia msemo wetu wa Kiswahili, funika kombe mwanaharamu apite, we will not get away from this place. Kwa hiyo tutakumjibu Macho aliuliza ile swali 2 few days ago na anarudia tena hapa. Tumekwama hapa hapa, we are not getting away from here, na hatuwezi kutoka hapa simply because uongozi uliokuwepo hauna wisdom ya kutosha to get us out of here. Sijui niseme nini, lakini nadhani kama mmesikiliza vizuri, tutakuwa tunapoteza muda kujadili, kwa sababu dhahiri kabisa Lissu ameshuhudia, amefafanua, amepitisha huyo shahidi ambaye hata hajui kanuni zake za kipolisi mwenyewe, anajiandikia yeye mwenyewe police statement, alafu anajiapisha mwenyewe, anasaini mwenyewe. Sijui kama tuna sababu ya kupoteza muda. Mimi nafikiri tungojee tu uamuzi wa majaji katika kesi hiyo, lakini haki za Lissu zitakuwa zimecheleweshwa. Kumweka Lissu muda wote huo gerezani ni kumnyima haki zake za msingi, kwa sababu kama afisa mkubwa namna hiyo hajui hata kanuni za kuandika statement ikoje, na mashaka na nia yenyewe ya kesi hiyo. Bahati nzuri alipoulizwa kwamba kama kuna kesi nyingine amezifanya, nashukuru kwamba alitaja naye kwangu kwamba Dr. Slaa, kesi ya Dr. Slaa ni moja aliyokuwa anashughulikia. Sasa na mimi nimesha experience mambo hayo haya alikuwa naeleza Lissu. Nimetolewa Dar es Salaam nikapelekwa mpaka Mbeya na kurudishwa. Nilienda kutalii tu, lakini unapoenda kutalii na askari, maana yake ni kwamba unateswa, unawekwa gerezani, unalala kwenye sakafu bila sababu yoyote ya msingi. Lakini nadhani Lissu amemaliza, labda tusubiri tu majaji wataamua nini katika kesi hiyo. Lakini pia ni dhahiri kwamba dunia nzima sasa imejua Tanzania ni nchi ya namna gani, kama afisa mkubwa kama huyo hajui hata kanuni zao wenyewe. Anatengeneza ushahidi alafu yeye mwenyewe hajui hizo kanuni za kutengenezea ushahidi. Hatuna cha kusema isipokuwa tusubiri tu tarehe ya uamuzi, kwa sababu yote haya yamepangwa makusudi, na kwa sisi ambao tumepitia michakato hiyo tunajua kwamba kesi hizo ni za kubumba, kesi hizo ni za kutengeneza. Lakini mbaya zaidi ni jinsi ambavyo huyo Amini Mahamba analetwa kutengeneza kesi ambayo kimsingi ilishapata majibu kule mwanzoni, na sasa kwa sababu wanataka kumwingiza Lissu na wamhusishe na mambo yote yanayohusiana na baada ya uchaguzi. Lakini umeona Lissu ameyapangua yote, sasa sijui watabaki na nini. Kwa hiyo mimi nadhani kesi hakuna, serikali yenyewe imejiaibisha, wataalamu wake imewavua nguo, na ndivyo inavyokuwa kwenye kesi ambazo ni za kutengeneza. Mimi labda ninaweza kuisema tu katika sura ya namna hiyo. Sijui kama nimewasaidia chochote, lakini kimsingi inapandisha hasira kwa sababu unajua hiyo kesi haikuanzishwa hata na maaskari hao wadogo
au maaskari wanatekeleza tu maagizo na amri, lakini wako wakubwa ambao wameanzisha hiyo michakato ambayo inaendelea sasa, wala sio Mahamba. Mahamba yeye amejikuta anaelekezwa tu cha kufanya, kwa sababu nakumbuka hata mimi pale Mbeya wakati nimepelekwa kwa kesi ya uhaini ile ambapo wameenda kuniunganisha mimi na Mabukusi na Mdude, walitaka kunipiga picha. Sasa kwa sababu tunajua haki zetu nikawakatalia, na nilipowakatalia hawakuwa na cha kufanya. Sasa Lissu yeye kwa sababu yuko ndani hana cha kufanya. Kwa hiyo mimi niweke tu katika sura hiyo kwamba wasomesheni watoto wenu wajue sheria. Hiyo ndio ushauri pekee mimi naweza kutoa. Wasomesheni watoto wenu wajue sheria vizuri, hawatateseka, hawataonewa, hawatakubali kunyanyaswa, na hicho ndicho kinachomsaidia Lissu. Anajua sheria vizuri. Labda niishie hapo, asante sana. Hawana intention ya kuendelea na kesi. Huyo ambaye alikuwa ameshtakiwa ni katika mazingira gani kama yapo anaweza kuomba au kudai fidia? Hicho kitu kipo au ni kwamba unashukuru tu umeachiwa ndani unaondoka? Bahati mbaya katika sheria zetu swala la fidia haliko clear. Ndio maana Lissu alilileta katika kesi yake hii, alafu baadaye hata kujibiwa tu halikujibiwa. Ni kwa sababu haiko clear kwenye sheria yetu. Ni kweli kuna namna ya kuliingiza kwa kutumia sheria nyingine inayoitwa Bradea. Bradea ni sheria ya Basic Duties and Rights. Sasa ukienda kuingiza kwa sheria hiyo ya Bradea, ambayo bahati mbaya tena hapa katikati ikaenda kurekebishwa kwa namna ambayo ni ajabu. Bradea yenyewe ilivyokaa ilikuwa imekaa vizuri na ilikuwa inaruhusu katika masuala yote ya Basic Duties and Rights, ilikuwa inaruhusu mtu aliyenyanyasika kuweza kudai haki zake na kupata fidia. Sio ndani ya sheria yenyewe ya jinai, lakini nje ya sheria ya jinai. Na kama mtakumbuka mwanzoni hapa katikati Lissu alishasema na alisema kabisa kwamba anataka alipwe kwa kupotezewa siku zake 166. Alafu majaji wala hata hawakuiadress hiyo. Kwa hiyo ni kweli kuna unafungua kesi nyingine na unaweza ukashinda hiyo baada ya kufungua hiyo kesi nyingine, lakini maana yake unaenda kupoteza muda mwingine, unaenda kupoteza hela tena, badala ya kufanya kazi zako mwaka mzima utakuwa unahangaika na serikali. Na kitu kibaya ni procedure za kuishtaki serikali. Ili uishtaki serikali kwanza lazima upate kibali cha kufungua hiyo kesi kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa mwanasheria mkuu wa serikali ndio huyo unayetaka kumfungulia kesi akulipe, alafu unahitaji kumwomba tena kibali. Kwa vyovyote vile na yeye ni binadamu, hata kubali kukufungulia hiyo. Ndio maana nasema waliporekebisha hiyo sheria ya Bradea ndio mahali walipoharibu, na kwa kweli walikandamiza haki za watu clearly. Sijui kama hiyo imesaidia mamangu. Kuna wengine hapa juu pia, Macho Mbongo, Mnyisanzu, dada Francisca Gadiola na wengine mlioko hapo chini.